Karibuni tena kwa mara nyingine katika mazungumzo yetu na vijana, tukiendelea kuzungumza kuhusu mustakabali wa Tanzania. Na kama tunavyofahamu kwamba Tanzania imejiandalia, imepitisha dira yake ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa sisi tumekuwa tukizunguka maeneo kadha wa kadha kuweza kuzungumza na vijana, kuweza kupata ufahamu wao kuhusu hiyo dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 uko vipi. Lakini je, wao wenyewe wana ndoto gani kufikia mwaka 2050 au mwaka mwingine wowote panapo majaliwa. Kwa hivyo leo tupo katika tunasema episode ya 5 ambapo tumekutana na vijana mahali hapa. Watatuambia wao wenyewe tuko wapi, halafu tutakuwa na mazungumzo nao. Kwa hiyo kwa kuanzia kwanza, ili watazamaji wetu waweze kufahamu leo tuko wapi, nani anaweza akawafahamisha watazamaji wetu tuko wapi leo? Karibu. Kwa jina naitwa Kesha, ni mkazi wa Matemwe, shehia Matemwe Kaskazi, kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya Kaskazini na leo hapa tupo katika shehia Matemwe Kaskazi, kijiji cha Mfurumatonga, ndani ya skuli ya Mfurumatonga msingi. Karibuni sana. Mtu akitaka kufika hapa Mfurumatonga anafikaje? Hapa akitaka kufika, kwa sababu ni maarufu, hamna shida tu, atasema nataka nifike Mfurumatonga na atafika, kwa vile ni maarufu hapa. Ni maarufu hapa. Anafika. Panachukua muda gani tuseme kutoka Stone Town? Hapa lisali 1.5 mpaka 2, nategemea na mwendo wa gari. Haya, kwa kuanza kwanza, wangapi, kwa kunyosha mkono tu, wangapi wamewahi kusikia kwamba Tanzania imepitisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050? Nyosha mkono kwamba najua, nimewahi kusikia, nafahamu. Unaweza ukanyosha mkono. 1. Wengine hatujawahi hata kusikia kwamba nchi yetu ina dira yake ya maendeleo mwaka 2050, si ndio? Ndio. Wewe ulisikia nini? Labda utushirikishe kidogo. Nipatie mic. Naitwa Mr. Hamisi Harage, ni mzaliwa wa Matemwe Kaskazini. Mimi nimewahi kusikia dira ya 2050 ndani ya utawala wa awamu ya 6. Sawa, ndani ya utawala wa awamu ya 6. Na miongoni mwa ambao nimesikia au niliyofahamu, tuna malengo gani hapo mbeleni ifikapo mwaka 2050? Kuna chochote ambacho unakikumbuka katika hiyo dira kinachosema tunataka Tanzania yetu iweje? Kwa kweli hapo kidogo sijakumbuka sana. Hamna neno. Lakini nimesikia hiyo dira ya 2050 ipo. Sawa. Na awamu ya 6 ndio imeleta hiyo dira. Hata kama hatufahamu kuhusu hiyo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini bado tunaweza kuendelea na mjadala wetu. Na swali letu la kwanza, neno dira kwako wewe linakupa maana gani ukisikia neno dira? Dira kwangu mimi nalifahamu kama ni malengo ambayo ya mbele. Hiyo ndio dira. Na ndio maana nikiulizwa wewe una dira gani? Nafahamu kwamba wewe una malengo gani kwa upande wangu mimi. Asante Hamisi. Mwingine? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Bahati Alihaji. Kwa upande wangu ninavyolifahamu neno dira ni mwelekeo. Kwa hiyo unakotaka kuelekea, manake unajiwekea ikifika mwaka fulani niwe nimefikia kitu fulani. Ndio neno dira maana yake. Kwa hiyo kumbe Hamisi anatuambia dira ni malengo, Bahati anatuambia dira ni mwelekeo. Nikifika mwaka fulani niwe nimefikia kitu gani? Kitu kwa hiyo fulani. tayari umeplan kile ambacho unataka kufikia. Kwa mfano, nasema ikifika mwaka 2028 mimi nataka kumiliki nyumba ambayo itakuwa ina vyumba 4, ina ukumbi, sebule, kwa hiyo huku ina choo na master room na hivi. Kwa hiyo huku sasa just example. Huo ni mfano, nimekutolea mfano. Sasa wewe huna hiyo dira, wewe hutaki kuwa na nyumba yako ya vyumba 4. Sio hiyo kwanza. Mimi hiyo sio. Hiyo ni mfano. Kwa sasa utakuwa unafanya mambo ambayo yatakufanya ufikie kwenye kile ambacho umejipangia. Sawa. Sasa kwa kuwa tunaona kwamba dira ni mwelekeo, dira ni malengo, ndoto unataka kuifikia, nani wangependa kutushirikisha
mwelekeo wao au ndoto zao au malengo yao. Ikifika mwaka fulani, mimi nataka maisha yangu yawe hivi, yawe hivi, yawe hivi. Kwa kweli malengo ni dhamira ya mtu. Ndio. Sawa na wanasema kwamba malengo ni siri, labda wengine wanasema malengo ni siri, wengine wanaweka wazi malengo. Sawa. Dada kaongea mfano pale. Lakini na mimi vile vile mimi naweka mfano, lakini sio yale ya kwako. Kwa sababu ya kwako unayaweka siri. Haya, tupe mfano. Ya kwangu mimi naweka siri. Sawa. Mimi sasa hivi takriban na miaka kadhaa umri wangu. Sawa? Ndio. Kwa hiyo kadri ambapo umri unaenda na kuwa na malengo pia. Hii ni 2026. Malengo yangu kwamba 2028. 2000 na ngapi? 28. Mimi nina mpango au nina malengo, labda niende pengine Uingereza kwenda kufanya biashara. Kuna mwingine angependa kutushirikisha dira yake, au wote tunaona kwamba hapana, dira yangu ni siri yangu? Hebu mpatie dada microphone. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa jina naitwa Kesha. Mi dira yangu au mwelekeo wangu wa baadaye, nataka niwe mfanya biashara mkubwa hapa Zanzibar. Biashara gani? Biashara yoyote ile, lakini iwe ya halali tu. Wangapi tunapenda dira zetu kuwa ni siri? Hatutaki kushirikisha watu, hatutaki kuwafahamisha watu, nataka tuiweke siri. Wangapi tunapenda dira zetu ziwe siri yetu? Nyosha mkono. Wengi tunapenda kwamba dira zetu ziwe siri zetu. Labda tuanze na hilo kwanza. Kwa nini tunataka dira zetu ziwe siri yetu? Kwa majina naitwa Abdalla Mohamed Peku, mkazi wa kijiji cha Matemwe. Dira yangu napenda niweke siri kutokana na mazingira ya kwetu sisi, jinsi tunavyoishi. Ndio. Kwa sababu utakapoyaweka malengo yako bayana, sisi binadamu au sisi wakazi wa Matemwe tuna mambo mengi. Unaweza ukaliweka bayana lengo lako, lakini ukafanyiwa figisu ili usifikie lile lengo. Hii ni moja wapo inayonisababisha mimi dira yangu niweke siri. Ukiliweka jambo lako bayana, unaweza ukafanyiwa figisu usifikie lile lengo. Asante Abdalla. Mwingine, kwa nini wewe unaweka jambo lako siri? Nilikuwa nataka sauti nyingine kwanza, kabla sijarudi kwa Kesha. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa Safia Sanatama Pandu, natokea Matemwe Kusini. Kwa sababu tunaweka nini zetu moyoni, kwa sababu hivi mtu kushaenda kumwambia nataka kitu fulani au nikopeshe, hawezi akakukopesha kwa sababu lengo lako ashalijua. Huyu katakuja kuwa mtu mkubwa baadaye. Sasa yule mtu ushamwambia nikopeshe kitu fulani, anakwambia sina. Kwa sababu gani? Ashaona lengo lake huyu baadaye atakuwa mtu mkubwa. Kwa yeye hafurahii wewe kuwa mtu mkubwa. Kuna wengine hawapendi mwenza wao apate. Tubakie wote chini, au wanataka wao ndo wabakie juu, sisi wengine tubakie chini. Wabaki juu, wengine wadidimie. Jina ninaitwa Munira Suleiman Mavune. Munira Suleiman Mavune kutokea Shea Matemwe. Kwa nini wewe dira yako unaifanya siri? Naifanya siri kwa sababu kuna watu wengine wanapendelea mema, kuna watu wengine wanapendelea mabaya. Yaani ukiweka dira yako wazi, watu wengi, yani kuna marogo Uswahili. Marogo? Yaani utafanyiwa mambo yalikuwa hayaeleweki. Kwa hiyo lengo lako utofikia, utabakia chini tu. Kwa majina naitwa Hassan Ali Pandu Ali. Nitajitolea mfano mimi mwenyewe, na huo mfano ni wa kweli. Tunaweka malengo yetu siri kwa sababu hata mimi nilikuwa malengo yangu mara nyingi kuanzia mwaka 2015 nilikuwa naweka bayana. Lakini pengine
vikwazo vimeanzia hapo, kwa sababu nikienda migration, uhamiaji, nikienda hata airport, uwanja wa ndege, katika kusachiwa mimi alamu italia tu kwamba huyu mtu ana kitu kibaya. Ndugu watangazaji, navua nguo zote lakini bado alamu inalia. Na katika vipimo vya madokta sina kitu chochote chenye asili ya chuma ndani ya mwili. Kwa hiyo labda inawezekanwa wengi wao kuna mtu amekufanyia kitu. Labda inawezekanwa. Labda ili wewe usiweze labda mimi nisitoboe kimaisha. Kwa hiyo watu wameshafanya yao. Labda wameshafanya yao. Na ndio maana sasa hivi wengi wao hawapendi malengo yao kuyaweka bayana au wazi. Lakini je, niulize. Hivi usipoweka jambo lako bayana, mtu mwingine ambaye, kwa sababu tumesema kuna watu wanakutakia mema na kuna watu ambao hawakutakii mema. Yule anayekutakia mema atafahamu vipi kuhusu jambo lako ili aweze kukusaidia kama huliweki bayana? Kwa majina naitwa Tabu Denge Muhidini, interpret Kihio. Sasa kitu siri kinakuja kwa mtu binafsi. Imana kwamba plani zangu mimi inaweza ikawa ya siri. Lakini pia kwenye plani hiyo ninaweza kumtafuta mtu kama mshauri, mtu wangu wa karibu. Ninaweza kumpa maelekezo ya jua kile nilicho kiplani. Bwana, mimi mwenzako nimeplani 1, 2, 3, sawa? Kama kutaka ushauri kwake, kwa kumuamini kwamba ni mtu wangu wa karibu. Hapa petu kijana akitaka kujikwamua kimaisha, kuna fursa hii na hii na hii. Ni fursa gani hizo, ili umma wa Tanzania uweze kuzifahamu? Mpatie microphone hapo. Kwanza kuna bahari. Sawa? Kuna bahari. Pili, kuna wawekezaji. Bahari inaleta fursa gani? Vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya kujikwamua? Naweza nikakutajia fursa 2 za bahari. Ingawa zipo zaidi ya 2, ila nitakutajia 2. Ya kwanza, kwenda kuvua. Uvuvi. Uvuvi. Pili, kwenda kutembeza wageni. Utalii. Sawa? Nimekuahidi 2. Sawa, zinatosha. Okay. Sawa. Kuna mwenye nyongeza? Fursa zilizoko Zanzibar, fursa zilizoko Matemwe, Mfurumatonga. Tumeona bahari, unaweza. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Karibu. Kwa jina naitwa Matiidi Makame, mkazi wa Kandwi. Kwa fursa tuliokuwa nayo sisi wa Zanzibari hapa kwetu ni sana, wa Zanzibari tunategemea kilimo. Na kilimo ambacho sisi wa Zanzibari hatunufaiki nacho kwa sababu hatuna viwanda ili tukasindika yale mazao na kunufaika wa Zanzibari. Na upande wa kitalii, mahoteli, fursa hiyo ile kwa sisi wa Zanzibari ndo tuwe nayo ili tufaidike, lakini hatunufaiki kwa sababu wengi hatuna kazi, na sisi ilikuwa wengi tuko kazini, sasa hivi hatuna. Ndio fursa moja wapo ya kazi ilikuwa ya kitalii tuwe nayo. Mwenye nyongeza fursa, najua tuna kiu sana ya kuzungumza kwa nini hizi fursa hazitusaidie. Tutafika huko. Okay, katika hizo fursa ambazo zimetajwa ambazo zipo direct, unaona kwamba niko na resource hii hapa lakini bado mwenyewe kuitumia tu. Kwa hiyo pengine ni hiyo bahari imetajwa, lakini fursa nyingine ambayo Zanzibar tunajivunia ni amani na utulivu. Manake ukija katika jamii zetu bado ile imani ipo, na hii inatokana na hofu ya Mungu. Manake pengine unaweza ukaenda sehemu nyingine hakuna amani. Kama ni mkulima umepanda mazao yako, watu wanakuja wanaiba. Kama ni mfugaji unafuga, unaibiwa. Kwa hiyo for somehow yapo baadhi ya maeneo matukio kama hayo yanajitokeza, lakini kwa kiasi fulani bado tupo na amani. Kwa hiyo pia ni fursa kwa kwetu, manake baadhi ya maeneo hiyo kitu hakuna. Lakini fursa nyingine ambayo tupo nayo ni kuwa tuna nguvu kazi ya vijana. Baadhi ya maeneo vijana wamekosekana kufanya kazi. Kwa hiyo vijana tunao, lakini hatuendi kwenye changamoto. Vijana wapo willing kuweza kufanya kazi, kujitolea na vitu kama hivyo. Lakini kuna changamoto ambazo pengine maybe baadaye tutazijadili. Kwa hiyo kuwa na vijana ambao wako na smart, wako na akili, pengine wengine ni wasomi vile vile. Hiyo pia nayo ni fursa, kwa sababu kuna jamii nyingine zipo lakini wamekosa vijana ambao wanaweza kuitumikia ile jamii yao.
amani na utulivu yenyewe tu ni fursa, ili uweze kufanya shughuli zako. Kama ni mkulima, uweze kufanya shughuli zako za kilimo. Kuna wengine kidogo kimaisha wameshainuka, kwa hiyo wanatoa fursa za ajira, lakini uwepo tu wa vijana ambao ni smart, ni nguvu kazi, vijana wameelimika hivi, tukilinganisha jamii ya sasa hivi, nyie vijana sasa, maana mimi nisijiweke katika kundi la vijana, au na mimi kijana kizazi cha sasa ukikiangalia, elimu, maarifa na kadhalika, ukilinganisha na kizazi kilichotangulia, kipi kimeelimika na labda unaweza kuona labda kina akili, kina ufahamu zaidi ya kingine? Kwa jina naitwa Fatuma Hassani Usim, mzaliwa wa Nungwi, lakini ninavyoona wazee wetu wa zamani na sasa hivi, kwa sababu sasa hivi tunaweza kuwalea vijana wetu, lakini vijana wetu wanatushinda kwa matatizo mabaya sana wanotufanyia. Lakini wazazi wetu wa zamani ilikuwa wanatulea mashallah mpaka sasa hivi, na hapa pongezi. Lakini kwa sasa hivi ninachoona sisi vijana, unaweza kumlea mtoto wako sawa. Ni kama mimi hapa, ni fursa, ninaweza kumlea mtoto wangu huyu hapa, nishamlea sasa hivi ashakuwa mkubwa. Sasa hivi mavi yake hajui kuafanya nini, lakini mwisho anakupa fursa, we mwenyewe huwezi kujikeuka wala kuishi kumtazama ule mtoto. Na kama pana mwenzako anakupa fasaha, aibu kubwa kweli. Mpaka hivi vya sasa taweza kuambia nalea mtoto wangu mashallah, alhamdulillah. Mpaka hivi vya sasa namuomba Mwenyezi Mungu ajalie kizazi changu kikuwe salama na cha wenzangu kiwe hakijambo, tuwe tunashirikiana. Amina. Hapo amenifanya nimepata swali. Ukiangalia takwimu za Wizara ya Elimu zinaonyesha kwamba idadi ya vijana wanaokwenda skuli wakamaliza wakapata ufahamu, idadi ya wanaoelimika inaongezeka. Lakini katika jamii pia matatizo yanayoonyesha kwamba hawa watu ni kama vile hawajaelimika na kustaarabika yanaongezeka, kama alivyosema mwenzetu. Itakuwa sahihi kusema kwamba elimu waliopata wazee wetu ilikuwa elimu nzuri zaidi, hata kama sio ya darasani, ukilinganisha na elimu yetu ya sasa? Nyie mnasemaje katika hilo? Kuna tofauti? Tuanze na kaka pale. Kwa jina naitwa Ali Adam Mohamedi, ni mkazi wa Matemwe kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Kikweli wazee wetu walikuwa wana elimu kulikoni hata sisi. Hata kama sisi vijana wa leo tunakwenda kusoma, tunakuwa na masters, tunakuwa na PhD, tunakuwa na diploma pamoja na madigiri. Lakini ukilinganisha na wazee wetu walivyokuwa wamesoma, basi wao wameelimika, kwa sababu kuna msemo wanasema unaweza kuelimika bila ya kusoma na unaweza kusoma usielimike. Hebu rudia tena hapo. Unaweza kuelimika bila ya kusoma na unaweza kuelimika na unaweza kusoma na usielimike. Kwa sababu wazee wetu kulinganisha walipokuwa wanasoma wao, mzee wetu anasoma anafika form 4, lakini kwa leo hii yule aliyefika form 4 ana uwezo wa kumsomesha mtu ambaye amefika digrii. Walimu wetu wa zamani na wa sasa ukiangalia hivyo ni vitu viwili tofauti pia. Na hao walimu wetu wa sasa ukiangalia wamesomeshwa ni hao wao wa zamani, lakini ukimwangalia kwamba mwalimu wa sasa amefika digrii, aliweza kusomeshwa na mwalimu ambaye kafika form 4. Na hata kama utapita mashuleni kuangalia walimu wetu hao ambao tupo nao, ukiangalia ufundishaji wao ni tofauti kabisa na ufundishaji wa walimu wale wa zamani waliopita. Kwa mfano ni kweli, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi serikali, nazungumzia na kitu serikali, ukiangalia wazee wetu walikuwa wanalea mtoto kwa kijamii zaidi. Lakini kwa sasa hivi mtoto unajua kumzaa tu, kwenye malezi wewe hakuhusu. Na maana ya kwamba mtoto sasa hivi akisha kuzaliwa umri wa miaka 2 unatakiwa umpeleke baby class. Hapo zamani
umri wa miaka miwili humpeleki mtoto. Wakati mimi nakumbuka unapelekwa skuli, una akili yako, unaambiwa gusa mkono huu, hili sikio hili, unatakiwa mkono wako wa kulia gusa sikio la kushoto. Kama mkono haufiki bado unaonekana wewe ni mdogo. Sasa mtu akawa mfupi, mkono ukawa bado haufiki, atazidi kucheleweshwa shule au? Hamna. Pia wale watakuwa wanaangalia na uwezo wako wewe wa akili. Aha, okay. Kwa wakati huo. Lakini sasa hivi mtoto huyu hapa akishaachishwa maziwa tu anapelekwa skuli, anakuwa ni baby class. Alafu huyu kuna shida gani kwa akipelekwa baby class? Si ndo mama yake sasa Fatma atapata nafasi na yeye ya kwenda kufanya shughuli nyingine za kupata kipato na kadhalika, na yule alianzisha baby class na yeye mnamlipa, anapata kipato na mtoto anatizamwa vizuri. Kuna shida gani? Shida ipo pia. Kwa sababu ukiangalia hivyo ulivyosema, kwa sisi ni vizuri zaidi, lakini kama tutakuwa tunaangalia pia nyuma itakuwa sio vizuri pia. Na sio vizuri kwa sababu mtoto huyu unampeleka shule anaenda kusoma, lakini ukiangalia na huku nyuma hana muda ule atakao kuwa kwenda madrasa zaidi, ingawa zipo shule ambazo zina madrasa ndani yake, ambazo tuwazungumzia ni shule binafsi. Za kiserikali hazina madrasa. Na ukiangalia sasa hivi wengi sana watoto wa kiume, maana nazungumzia watoto wa kiume kwa hili, watoto wa kiume ni wengi sana sasa hivi. Kama utamchukua kuanzia mimi kuja chini, ni wengi mno, asilimia kubwa mno. Naweza nikasema 89.99. Basi juzu moja hajaihifadhi kuanzia makamu wangu mimi kuja chini. Ni kwa sababu tu kulingana na maisha yalivyo, jamii haina uwezo wa kusema kwamba tunamlea mtoto. Umenifahamu? Kwa sababu tukisha kuzaa tunawapeleka shule, serikali inasema, na pia imeweka kikwazo bakora mwisho 3. Ukizidisha hapo mwalimu unaingia katika hatia. Lakini zamani unapigwa bakora mpaka wewe mtoto unasema hapa kweli nimepigwa, kesho sirejei tena. Kwa hiyo sasa hivi watoto wanashindwa kujifunza, wanashindwa kuhifadhi zaidi ya juzuu moja. Ndio. Kwa sababu bakora mwisho 3. Adhabu ni iliyopo ina kiwango maalum. Mlitaka wapigwe bakora ngapi? Yes. Ndio waweze kuelewa. Hamna, hata kama atapigwa bakora 5 basi at least zingekuwa 5, mtoto akawa anaadhibiwa zile bakora 5. Wengine mnasemaje katika hilo? Tu pause kidogo hapo kwanza, alafu tutaendelea na hii mada hili la adhabu hii ya bakora hii. Tuanze na mheshimiwa hapa, hajazungumza kabisa, afu tutarudi kwako. Kwa jina naitwa Mchaidi Mcha, mzaliwa wa Matemwe, na kwa sababu tu ya unampeleka shule mtoto saa 12 asubuhi mpaka 11 za jioni ndo ndamchukua, kwa hiyo hapati muda wa kusoma chuoni. Ingawa kuna shule nyingine zinasomesha dini, lakini dini inayosomeshwa shule na inayosomeshwa mitaani kuna utofauti mkubwa sana. Kwenye lile la adhabu, hebu mpe. Kwa jina naitwa Yusra, mkazi wa Matemwe Furmatonga. Mimi nasema kuhusu adhabu, kwanza watoto wa sasa hivi unaweza ukampiga wewe, unasema akipigwa bakora 2 hawezi akafahamu, na unaweza ukampiga bakora zaidi ya hizo 2 na akakwambia mimi siendi skuli. Mimi na mtoto wa miaka 6 tu kanipa story, ananiambia mama, mimi nimepigwa bakora skuli na mwalimu mikwaju 2, mimi siendi skuli, nihamishe skuli. Angalia mtoto kuanzia miaka kuendelea darasa la 7 la ngapi humo, watoto wenyewe na sasa hivi washaanza kujifundisha mambo ya kuvuta bangi, sigara. Unampiga, anapigwa na mwalimu, anapigana na mwalimu, na anakwambia sasa siendi skuli. Jaki hizo bakora ambazo mnazosema sijui 5 6, ataenda skuli kweli? Lakini malezi yetu ya leo, yani ukimchapa mtoto hata kama kafanya kosa la hatari, wewe kushajiweka kwenye hatia. Sasa kupitia mfano mfupi huu hapa, tunajua kwamba zamani na sasa hivi malezi yako tofauti. Lakini leo mtoto wa miaka 2, tujalie mtoto wa miaka 2 anaenda shule. Kwanza tuchukulie mtoto akiwa mdogo, ana umri wa miaka 2.
akili, maziwa ya mama bado hayajamtoka katika kinywa chake. Ili mtoto akomazwe, asifanyiwe haraka huyu kupelekwa shule, kwa sababu yale hata zile baraka za jasho la wazazi zinamuondoka mapema. Na zamani tunapolelewa sisi tunafika makamo ya miaka 8, 9 bado tunaogeshwa na mama zetu. Lakini leo watoto hawafanywi hivyo, kwa maana hiyo mambo mengi wanayakosa kupitia kwa wazazi. Sawa. Mtoto wa leo hawezi akapelekwa kwa babu au kwa bibi kwa sababu tu ya itikadi zetu kwamba yule babu mchawi au bibi katenda mpa kirambi. Sawa. Na ndio maana tunakosa hata zile. Sawa. Sawa, shukran sana. Kwa hivyo tukiacha tu swala la adhabu, ule utaratibu wa malezi ya pamoja kama jamii kuwalea watoto wetu, ule utaratibu umekufa, haupo tena. Tunawapeleka watoto shule wakiwa bado katika umri mdogo sana, kiasi kwamba bado hawajaweza kujitambua, kujisimamia, wala kuzingatia kuelewa kile ambacho wanafundishwa. Lakini vile vile tunakosa imani kwa watu wanaotuzunguka. Yaani huwezi kumpeleka hata mtoto kwa babu yake au kwa bibi yake aweze kwenda kusimamiwa. Ina maana ile kuaminiana tu sisi wenyewe kwa wenyewe katika jamii, hata ukiacha jirani, lakini ndugu yako mwenyewe, inakuwa hiyo haipo. Sawa. Hebu tuongezee kidogo kabla tujaenda kwenye hoja nyingine. Kiupande wangu mimi naweza nikasema kwamba kupitia kielimu, kisekula, tulikotoka na tulipokuwepo kuna urahisi baada ya mfumo wa teknoloji kuingia. Ndio maana kwamba unaweza ukamkuta mzee wa miaka 70 ambaye kafika form 4, sawa, atakuwa tofauti na mwanafunzi wa form 4 ambaye aliyemaliza leo au wa kizazi hiki. Na utofauti wake katika hayo kwamba kuna kitu tunaita hekima, sawa. Kuna mtu anaweza akamaliza form 6 lakini anaweza akashindwa na yule mzee aliyemaliza form 4 wa miaka ile kwa kitu hekima. Heshima kila mtu anayo, lakini kuna kitu cha msingi tunakiita hekima. Kwa unaweza ukawa na kiwango cha elimu hicho, lakini sasa huna hekima, sawa. Na ndo nakuja kwenye hiyo mada ya bakora sijui, sawa. Mimi kitu bakora sikipi kipaumbele, sawa, kwa sababu ni mazingira ya ukuaji. Mimi nimepigwa bakora na mwingine amepigwa bakora na mwingine, ni mazingira ya ukuaji, sawa. Lakini kuna utaratibu sasa wa kwamba bwana, kwa hapa tulipofika na kule tulikotoka, hapa bwana mtoto akewe limit ya kupigwa bakora kadhaa, kutokana na mazingira ya mfumo tunaoishi sasa hivi. Sasa hivi hatuishi kijamii zaidi, tunaishi private, kila mtu kivyake vyake. Kwa ninyi mnakiri, mnakubali kwamba vijana wa sasa hivi, vijana wa hovyo, hawana maarifa, hawana hekima, hawana nidhamu. Mnakubaliana na hizo kauli? Mnakubaliana nazo? Kwa hivyo ndivyo mlivyo hivyo? Sasa mbona mmezisema kijumla jumla? Lipo jopo la vijana, lakini pia wapo jopo la vijana ambao wanajitambua na kujielewa na kujithamini. Unajua kuna kitu hiki ambacho kimeleta gap hapa. Sisi wingi sasa hivi tunasoma, lakini tukitoka kwenye kule kusoma hakuna tunachonufaika. Umeona Kwa kila mtu na mentality yake, atasema mimi sina haja ya kusoma, fulani yule pale kasoma, yule pale kasoma, yule pale kasoma. Umeona, hana alichonufaika. Lakini tukirudi nyuma, zamani elimu ilikuwa ni shida, wanaosoma ni wachache, kwa hiyo inakuwa kama ni lulu. Kwa hiyo zamani thamani ya elimu ilionekana kwa sababu waliosoma ni wachache, walionekana kweli maisha yao yameinuka kwa sababu ya kusoma. Na akirudi lazima sasa hivi wengi wamesoma, lakini hiyo thamani ya elimu haionekani kwa sababu pamoja na kusoma bado wako chini. No, wapo wingi wanaosoma. Sasa hivi ukiangalia wanafunzi wana graduate ni wanafunzi wingi sana. Chuo pengine wametoka kozi watu 1000 au watu 500 wamegraduate hao, lakini likija soko la ajira wanabahatika vijana 25 ndo wanaajirika, wale wengine jopo linabakia huku mitaani.
Kwa hiyo ukisikia sauti vijana tuko hivi, vijana tuko huko, manake kuna baadhi ambao vijana hawajitambui, lakini ipo pia jopo kubwa la vijana wanaojitambua. Na tukija kwenye hao vijana wasiojitambua ni kwenye rika fulani huku. Bake vijana tupo wingi kwenye 35, kuna 25, 19, wote ni vijana. Umeona? Kwa hiyo ukimkuta kijana wa miaka 34 ni tofauti na kijana wa miaka 20. Sijui umefahamu? Utofauti unakuja wapi? The way kaka akasema makuzi. Tunavyokuwa sasa hivi tunavyotritiwa haswa na watoto na wao vijana wa miaka 2000 tuseme. Ustahimilivu umekuwa mdogo, subra imekuwa ndogo. Umeona mtoto anavyolichukulia jambo. Vijana wa mwaka 2000 wanakosa subra, wanakosa ustahimilivu. Umeona unapomwambia mtoto ukimgombeza, zamani ulikuwa ukigombwa jambo la kawaida mtoto kugombwa, lakini sasa hivi mgombeze mtoto uone balaa yake. Sijui umenifahamu? Kwa hiyo tukizungumzia kwenye watoto, wale watoto wa sasa hivi hasa kama kuna virus fulani maybe wamewaingia. Yaani imekuwa ni tatizo chronic, tatizo sugu tunapowazungumzia watoto, manake kama dunia kuna mabadiliko fulani yametokezea kwenye generation. Tumewazaa wenyewe, tumewalea wenyewe. Sasa hiyo virus imetoka wapi? Virus tumewapa sisi tuliowazaa na kuwalea au? Hapa sisi hivyo. Sasa hao watoto wote tuseme wamemezeshwa hizo virus watoto wote, kwa sababu matatizo ambayo yanatokezea, manake tuseme hii ni kutokana na mabadiliko ya mfumo wa maisha. Sijui tumefahamu? Haututaki tuende vile tulivyokuwa wakiishi wazee wetu. It means tuji-update na sisi tubadilike. Manake ulikuwa umezoea kumgombeza mtoto mbele za watu, na ilikuwa si shida baba akikugomba mbele ya mgeni na bakora akakupiga mbele ya mgeni, si shida kwa watoto wa zamani. Lakini sasa hivi ni shida kubwa sana. Mtoto anaweza kujitundika hivyo, umempiga kagombwa mbele ya mtu. Kwa hiyo sasa tusome mabadiliko ambayo watoto wamekuja nayo, hii generation yetu tuisome sasa. Ipo haja ya kuji-upgrade wenyetu, tusikae kule kule. Sijui umenifahamu Na sisi tuliosoma manake sisi ndo tumewaangusha vijana, tumeshindwa kuwasoma na kuwaelewa. Elimu ni mabadiliko ya vitendo yanatokana na ujuzi. Kwa hiyo umepata ujuzi fulani, badilika. Sijui umefahamu? Kwa hiyo kuna wengine wanashindwa kubadilika kutokana na ujuzi waliokuwa nao. Kwa hiyo tukizungumzia wa vijana wanavuta bangi, vijana na nini, tusiwazamishe hivyo. Kuna kundi ambalo baadhi ya vijana wako hivyo, lakini kuna wengine tuko smart, si unatuona? Tunaona, mashallah. Naam, karibu. Bakora pia ni funzo la kumfunza mtoto. Unaweza ukamfunza mtoto kupitia bakora, yani fimbo. Unaweza kumfunza mtoto kupitia maelezo, kwa kumweleza tu na akakuelewa. Tunafahamiana hivyo. Pia bakora wanaweza wakasema vile vile unamtengezea mtoto kumfanya awe nunda zaidi. Yani awe mkaidi zaidi. Ni kweli. Lakini pia bakora hii inaweza ikamfanya mtoto akawa mpole na akawa anaogopa na kukuheshimu zaidi. Kwa hiyo haya yote tunatakiwa tuyafahamu. Sawa. Kama walezi. Vitu gani vinawakwamisha vijana hapa? Zile ndoto zetu, zile dira zetu ambazo tumeziweka siri kwa sababu hatutaki wenye husda waweze kutuharibia. Kuna vitu vinaweza vikawa vinatukwamisha. Ni vitu gani? Ndio tunataka tuvifahamu hivyo sasa. Ni kweli. Kwanza cha mwanzo atakosa huo mtaji, sponsor kupata huo mtaji. Alafu pili, kama ataamua kuweka, tujalie kama kigenge cha chips vile tuseme, kupika chipsi au kufanya na vitu vingine, pia itakuwa inamrejesha nyuma kwa sababu ya pato au ada itakayokuwa inatozwa katika sehemu ya serikali. Nikisema hivyo tutakuwa tunafahamiana. Sehemu ya serikali. Naona wengi wanatikisa vichwa hapo, mnakubaliana na hilo? Sasa hii nayo pia inarejesha nyuma, kwa sababu ukiangalia mtaji wako wewe shilingi 50,000, mtaji shilingi 50,000, mtaji huo utanunua hiki, ununue hiki, ununue na hiki. Alafu unakuja unafungua kigenge sehemu ya barabara, anakuja mtumishi wa serikali. Nikisema hivyo tunafahamiana labda. Ndio. Aidha niseme mfanyakazi wa serikali ambaye ni yupo katika idara husika. Anakuja anakwambia serikali inatakiwa ukate leseni ya shilingi 100,000.
hivi mtaji wangu mimi shilingi 50,000 nikate leseni ya 100,000, itawezekana kweli hapo? Lina ukweli hilo lakini kweli? Ndio. Yaani kwamba leseni shilingi 100,000? Ndio. Kwa sababu kwanza unamlipia sheha, na sheha hakupi kibali wala hakupi leseni bila kumlipia yeye, akesha akaenda akafanyia kazi yeye kule, na wewe ndo akakurejeshia mrejesho. Anaenda kufanyia kazi gani katika kuanzisha biashara? Kazi yake anasema yeye anafanya kazi kubwa kuliko wewe ulokaa kitako kaa kunatazama biashara yako, na wewe menajiona kama ni mimi nafanya biashara yangu kwa kumtegemea nani? Mwenye Allah. Lakini leo anakuja kunidondosha chini. Je, biashara yangu ile itakwenda mbele? Kwa Zanzibar hii lipo swali hili, kwa sababu ni kama ni changamoto. We unaweza kusema changamoto fulani, anakuja fulani, lazima sheha atakuwa na habari na sheha mwenzake. Aiza mimi nitakuwa yule sheha achanichukulia eneo langu, kama ni konde yangu nilotegemea mwenyewe napata kula kwenda kinywani, sheha atatia passport, yani watu wote awafanye nini? Nitawakoroga mie hawa. Na ndo sasa hivi zama tunazokuja muda huu, kwa sababu sasa hivi sisi tuna midimu, tuna miembe na tunategemea angalau kupata ile ndimu. Yani unakwambia hivi sasa ile ndimu kunaenda kuiuza kushaichuma pale polo 1-2 unakwambia shilingi 15,000. 15,000 imekupeleka wapi na watoto uliokuwa nao? Hivi ninavyokuambia pana maeneo na makonde, kuna kakaangu mmoja, babangu, astaghfirullah, babangu ana miembe inapata 6,700 kwenye eneo lake, na yote ishatiwa saini. Sasa ile ni saini, kuna miembe, kuna midimu, kuna ndizi, yani kuna kila eneo. Yani ukenda ukaliona eneo hilo utasikitika roho na utalia papo. Imetiwa saini ya nini? Sijaelewa. Huyo ni sheha anakuja kufanya kazi yake kuvuruga. Shona ashaweta watu nje, washaja kufanya makazi na huko mpaka hivi sasa watu wanakikita. Yani ule mwenye konde anasema nisilipwe chochote na nisigawe chochote, bora niko razi kufa hapa. Sasa hivi kuna miradi, ndio serikali imetuletea miradi ya kuja kuyachukua baadhi ya maeneo tuliyokuwa tunayatumia kwa vilimo. Kuna mifano, na ingelikuwa tutaruhusiwa hapa, unaruhusiwa twende tukakague maduka yaliyotoa pini hapo Mfuruni hapo. Kuna maduka kadhaa yametiwa pini hapo. Mtu ana mtaji wa shilingi 100,000 kaweka kwenye duka, lakini anaambiwa kakate leseni ya 80,000. Huna uwezo wa kwenda kulipa, duka zipo mpaka leo na kufuli kama hazijatolewa mpaka kesho zipo bado zimefungwa. Kwa maana hiyo changamoto zinazoturejeza nyuma kwa kipengele hichi hapa ni hizi. Sawa. Asante. Mwingine anataka kuongezea? Kwenye hivi kujitolea, huwa tunajitolea sana, ila zikitokea fursa za kuajiriwa tunaachwa mkono. Kwa hiyo tunajitolea sehemu nyingi, maskulini, mashuleni, mahospitali, viwandani, yani mahotelini, ila wakati wa ajira kwa nini tunaachiliwa mikono? Wakati wa kujitolea mnachukuliwa, panapokuja kulipwa mnaachwa. Zikitokea ajira anapewa nani sasa? Si lazima watahitaji mtu afanye kazi. Wanachukua rushwa, wanakuwa tuanja, wanaleta pesa, kwa hiyo zile nafasi wanazikava wao. Kwa jina naitwa Fatma Ali Mavune, mkazi wa Kandwi. Mimi kwenye changamoto ya kilimo kule kwetu Kandwi kuna yani huu uwekezaji, kuna chimbo yale mashimo kule, na mashamba ya watu wengi yalichukuliwa. Mtu konde yake ina miembe, ina midimu, ina michungwa, lakini wakakubaliana kila mwaka huwa wanalipa. Lakini mwenye shamba ana shamba yake miembe 10, miembe 20, 50. Mwisho wa siku yule mwenye shamba, ule ulipaji wao, mwenye shamba analipo shilingi 10,000. Aitakiwa alipo ngapi? Kiufupi kuna yani kupitia ile miti yake alipo 1,000,000, 2,000,000, lakini zile pesa sijui tuseme kama hawa wakubwa hawa wa serikali wanazikata au wale watu binafsi, lakini ile haki yake yule mwenye shamba haimfikii vile anavyotaka. Alafu kuna wengine hawana shamba,
wanapokea milioni 1, milioni 2. Sasa hili na sijui hata limekaaje. Naomba haya maswala mfuatilie kule kwenye miradi. Wale wenye haki zao wanaostahili haki zao sana, wenye mashamba hawapati haki zao. Wale kwa hawastahili ndio zile haki wanazipata. Asante sana Fatma, nadhani hilo limesikika na watalifanyia kazi. Huyu hajazungumza, tumpe nafasi. Karibu. Kwa majina naitwa Heri Alimati kutoka Matemwe. Chanzo ya hili hasa kwanza ni viongozi. Viongozi kwa hili hawako makini. Kama mdada kaongea kuhusu, sisi kwanza tuna mahoteli hapo chini hapo. Nimeona hoteli nyingi sana, nimetembea sana yako hapo. Lakini viongozi wetu wakipewa ajira na hao mameneja, ajira pengine inafika sheha, lakini sheha huyu akipewa ajira za wananchi, yeye anachukua rushwa anaziuza. Kwa hiyo unakutia kwamba vijana wengi hawana ajira kwa mpango huu. Sio hizo tu, hata zinatoka kazi mfano za vikosi, zinatoka serikalini zinakuja huku kwa wananchi. Zile nafasi atapewa mheshimiwa sheha au mwakilishi au mbunge. Zikifika huku wanazikamata wao wanakuwa manake wana watu wao maalum walioandaa, tofauti na vijana wale waliotegemewa manake wapelekwe kule. Wao kifika huku wanachukua watoto wao wanawapeleka kwenye ajira. Kwa hiyo ndio unakuta manake changamoto nyingi zinapatikana kwa kutokana zile ajira, wale mabosi wenyewe au wakilishi na masheha wanazikumbatia. Hao wawekezaji wanaojiita wawekezaji kwa wenzetu huko mkoa wa Kusini Unguja, wakitaka eneo lazima wanaenda wenyewe, hawatumi viongozi, mkuu wa wilaya wala mkuu wa wilaya. Wanaenda kuonana, anaenda mwenyewe kwa wananchi. Lakini wanapofanya hawa serikali ya huku mkoa wanasema ardhi ni mali yao serikali. Wewe mwananchi unamiliki ya miti tu. Wanakuja pale wanavamia lile eneo, wanachukua na kuingizia kwenye akaunti wanachokitaka wao. Kwa hiyo ninyi mngetamani utaratibu uwe kwamba mwekezaji aje azungumze na wananchi mwenyewe na mkulima, sio viongozi. Sio viongozi kuja wanaruhusu. Hamna imani na viongozi wetu sana. Kwa majina anaitwa Imani Musa Ali. Msanifahamu. Kwa mfano mimi ni chef, niko katika hiyo industry. Ndio. Msanifahamu. Lakini nakuwa na changamoto moja kubwa ambayo inanifanya nisisonge mbele, lugha. Pengine najua kupika sana. Ukihitaji kujifunza hiyo lugha, fursa zipo au hazipo? Fursa zipo. Lakini najisemea mimi kwamba kama mimi kwamba sijataka kwa hiyo fursa sasa hivi. Lakini ndo najisemea mimi kwa nini tunakuwa na hizo changamoto. Wewe ni chef, ni mpishi hodari, lakini lugha ndio inakurudisha. Lugha inarejesha nyuma kihivi. Lakini wewe kwenye kupika lugha ya nini tena? Subiri sasa. Kuna kitu hichi hapa. Kwa mfano kila wiki mnafanya meeting. Muko mashefu 100. Unafanya meeting. Mimi unanikutia ni professional cooker. Lakini pana mwingine hapo no professional lakini ana language. Ushanifahamu? Tunafanya meeting na wale manager. Mimi sijui kitu. Unamkutia huyu anaongea na wale wazungu wanaamini lugha. Ushanifahamu? Yule anakuwa juu kuliko mimi. Japo chakula chake sio kizuri kama cha kwako. Yes. Ushanifahamu? Wewe utajulikana tu unajua kupika. Hiyo ni changamoto nyingine. Wewe ungekuwa na mamlaka, ni kitu gani ungefanya kiutofauti ili hizi fursa zilizopo vijana wa Matemwe waweze kuzitumia na waweze kujikwamua kimaisha? Kama mimi ningekuwa na mamlaka ili kuhaya ningefanyaje? Swala la kwamba wengi wamekata tamaa sasa hivi na kusoma kutokana na tunawaona waliosoma tena kwa taabu, hawana ajira, hawana kazi. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa na mamlaka, kwanza ningeangalia hawa ambao wamejitahidi kusoma na wana certificate zao ambazo zipo ndani ya serikali zinatambua. Kwanza ningewapa ajira kwanza hawa. Kama mimi ningekuwa na mamlaka, kwa sababu hawa ni chanzo cha kuwapotosha wengine, kwa sababu wale wengine hawataki kusoma, wanaenda kuvuta bangi kutokana na kusema yule pale kasoma hana ajira yoyote, mimi nafanyaje? Acha nivute bangi, nimuibe kuku huyu mimi nikauze kwa bei yoyote. Yani ipo hivyo, wengi wao wamekata tamaa na elimu. La pili,
Kama ningekuwa na mamlaka, ningeingia katika tasnia ya hoteli. Huku kuna wawekezaji wengi sana ndani ya Zanzibar, mahoteli mengi sana ndani ya Zanzibar, lakini ningewapa kipaumbele wale wazawa ambao wana vigezo maalumu katika ufanyakazi wa hizo hoteli. Tukifanya tathmini, wazawa ni wachache ambao wana ajira kuliko wageni ambao wametoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa mamlaka, ningeeka mipango yangu sawa ya kuweka labda wageni ni 5, basi wenyeji wawe 10. Pengine ningefanya hivi kwa sababu hata kama wale wenyeji ndio hiyo lugha inawapiga chenga, hawana fani hizo zinazotakiwa, ungewapa tu nafasi kwa kuwa ni wazawa. Ni swali zuri. Mimi nishawahi kuwa assistant manager wa Zidanzi Zanzibar hoteli Pongwe. Ni assistant manager. Nilikuwa sina elimu, hata Kiingereza changu ilikuwa ni kidogo sana, lakini mmiliki wa ile hoteli aliniamini kuniweka kitengo kile, lakini baada ya miezi 6 tu nilikuwa nazungumza Kiingereza, nilikuwa napokea wageni na hoteli ilikuwa inaendesha vizuri. Hoteli yangu imefungwa mwaka 2020 mwezi wa 3, COVID-19, bosi wangu baada ya kuondoka, na sijasoma popote mpaka leo hii. Sikusoma mimi masuala yale, lakini mzungu kaniamini kuniweka pale na alikuwa naongoza hoteli vizuri. Kwa hiyo hii elimu wakati mwingine anaweza akajifunza kwa vitendo, baada ya kwamba ameshaajiriwa pale kwenye ile kazi, akafanya kazi kwa vitendo, kwa sababu hutowaajiri wote walikuwa hawajasoma. Kwa hiyo mimi nitafanya kazi na mtu ambaye kasoma. Kwa hiyo pale mimi nasoma pale ndani yake, ndani ya miezi 2 nimeshaijua ile kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo ningeweka kipaumbele swala hili kwanza kama ningekuwa na mamlaka. Asante sana. Tatizo lilikuwepo kwa viongozi, si viongozi shirikishi na wale raia wao kwa ajili ya msaada wao. Wewe ungefanya nini sasa ili kuboresha uongozi uweze kuwa wa ushirikishi na uweze kutatua kero za wananchi? Naam. Ungebadilisha nini kwenye uongozi? Mimi ningekuwa kiongozi, ningefanya hafla ya kuita mikutano au vikao na wananchi wangu. Kwa mfano, kwenye sehemu yangu au kwenye jimbo langu nina shehia. Kwa mfano, jimbo letu la Mkwajuni tuna shehia 8. Sawa? Huku Matemwe tuna shehia 2. Shanifahamu? Kwa hiyo ningewaita raia kwa kila shehia. Ndio. Nikazungumza nao. Sawa? Kujua changamoto za maisha zinazowakabili. Sawa? Mimi ndo nitapata fursa ya kufanya. Siwezi kufanya mimi kama sitopata taarifa ya tatizo kutoka kwa wananchi. Sawa. Kwa hiyo kuwa karibu na wananchi ndo nitapata kujua sasa cha kufanya na cha kukabiliana nacho juu ya wananchi wangu. Sawa. Kuna wakina dada wawili huko wanataka kuzungumza. Wapewe mic. Na kama ningekuwa rais katika hii Zanzibar hii, ningefuata nyayo za John Pombe Magufuli. Ungefuata nyayo za John Pombe Magufuli. Ningekata rushwa, wala rushwa wote au mafisadi. Rushwa wote mafisadi ungekata. Kwa sababu ndio vikwazo kwetu sie, au mafisadi wakiwa wingi na wala rushwa, sie tunapata nini si wa chini? Inabidi tuwakate kati au wala rushwa na mafisadi ili na sie wa chini tupate maendeleo. Hauoni kwamba viongozi sasa hivi pia wanafanya jitihada za kupambana na rushwa? Hatuoni, kwa sababu John Pombe Magufuli sisi tulikuwa tunamuona saa na mpaka kesho tunamkumbuka, si leo, kesho hajafika, lakini bado tuna nini, tunamkumbuka kwa mambo yake. Wewe ungekuwa Zawadi umesema? Ungekuwa ni rais. Ungekuwa ni rais, ungeshughulikia mafisadi wote. Swala la mafisadi na wala rushwa ungelishughulikia kisawa sawa. Sawa yani. Asante sana Zawadi. Haya, asante sana. Mimi naendelea. Pointi yangu ameizungumza kaka pale. Yeye kasema moja kwa moja kwenye chuo, lakini kuna foundation, maandalizi. Ningelikuwa mimi ni kiongozi na nafasi, ningeanzisha timu ambayo ingelikuwa inapita mashuleni kuwahamasisha wanafunzi, kwa sababu tunaanza shule sasa. Wanafunzi wale watambulishwe juu ya fursa zilizopo katika jamii zao. Sijui tayari
tupo kwenye mwambao huu, tuko maeneo ya pwani, fursa zetu ni hii, fursa yetu ni hii. Kuiendea fursa hii, uwe na sifa hii, uwe na sifa hii, uwe na hivi, ili uweze kufikia hiki, uwe na masomo haya na haya na haya. Kwa hiyo tujenge awareness kwa wanafunzi, waweze kutambua, waweze kujua, sasa wawe na hiyo dira. Sasa wale wanafunzi sasa aweze kujijengea, yes, kumbe ni hivi, manake mimi baada ya school nataka niwe someone else, niwe mtu fulani, sijui umenifahamu, nataka niwe cashier, ili niwe cashier nipende masomo fulani. Mahoteli si yako, nitakuwa manager mie kwa fani yangu ya business management, pengine hivyo. Kwa hiyo tunaanza hatua kwa hatua. Kwa hiyo manake mwanzo tuwatambulisha watoto wetu, tuwajenge hamasa ya kusoma. Mmeongelea fursa nyingi na nini ambavyo mngevifanya. Mwanzoni pale mlisema bahari na utalii, bahari na uvuvi, lakini sijasikia uvuvi ukirudi tena. Nitakuwa nimekosea nikisema mmekuwa wavivu, kazi ya uvuvi hamuipendi tena. Mnataka hizi kazi rahisi za kwenda kupika, za kwenda kuwa keshia, za kwenda kuwa dereva, za kwenda kuwa nani kwenye mahoteli, kwenye nini, lakini kazi ya uvuvi hamtaki tena. Kuhusu huo uvuvi na taasisi iliyotajwa, kama haiwezi ikawepo bahari hapana utalii. Kwa mfano, mvuvi naenda kuvua samaki, lakini soko langu kubwa nalolitegemea utalii. Sasa utalii ikiwa halipo lile soko litakalosimamiwa ni viongozi, ili sisi wananchi tukapata manufaa kupitia lile soko linalotokewa, tunalopata samaki kule baharini, tunarejeshwa nyuma. Hii ni changamoto. Sawa. Hassan? Swala la uvuvi ndani ya Matemwe tumelifanya ni swala la mwisho, kwa sababu mbadala wa kwamba mtu kakosa kazi ya kufanya nyingine ya ofisi, aidha hoteli, kampuni au taasisi, huyu anaenda kufanya kazi ya uvuvi. Kutokana na kazi ya uvuvi si ya mtu, itakuwa ni yake mwenyewe binafsi, itakuwa anaingiza kipato kila siku. Nkenda mimi leo sijenda baharini, alikuwa naenda baharini asubuhi, lakini leo sijenda. Kwa hiyo leo sijapata samaki wa kuuza, na maana leo sijapata pesa ya kupitia nini? Samaki. Si kama tunapenda sisi kwenda kuvua, la, tuseme tu kweli hatupendi. Ni kazi moja ngumu sana ya uvuvi, lakini tunaifanya kwamba hatuna kazi nyingine. Hapa leo mtangazaji ukeshaondoka, pengine sisi usiku tunachukua tochi tuende wapi? Baharini, kwa sababu hatuna kazi nyingine ya kuingiza nini? Kipato, ili watoto wale. Ina maana mimi nenda nikafanya kazi ya uvuvi. Kule uvuvi hakuna geti sasa hivi, huatii saini kwamba uingie saa ngapi wala saa ngapi. Kwa hiyo ina maana uvuvi tumeifanya ni kazi ambayo ya watu waliokosa kazi. Sawa. Dada wa mwisho. Mimi najua kazi ya uvuvi sio wanaume tu. Kwa uvuvi wetu sisi wanawake, kuna vitu vinaitwa ni neti au ni vyandarua. Tunaweza kufunga kama ni matanga 2 mpaka 3. Akesha tunaenda mmoja anashika kule, mmoja anashika huko. Akesha ni kama ni wanawake zangu, wanaenda mpaka huko, wanakuja zao, akesha fika kule wanakuleta samaki mpaka kwenye nguo. Siku za kuwa tunaenda mchana, tunaenda asubuhi, tunarudi saa 7. Mpaka hivi sasa alhamdulillah nimewachia wenzangu nyumbani kaskazini. Utaalamu wanao. Naweza kuongeza kwenye uvuvi. Muda umetutupa mkono sana, ongeza kwa sekunde 30 tu. Haya, mimi ningetoa maoni kwa serikali kupitia sekta uvuvi. Serikali sekta uvuvi imeiacha mkono kwa asilimia kubwa sana. Zanzibar tunaishi kwenye bahari kuu. Ndio. Ukifika huko baharini huko nyuma kuna meli kubwa nyingi sana ambazo zinavua. Uvuvi wanaovua wale jamaa, sisi hatuna uwezo wa kwenda kuvua. Sawa? Sisi tunaenda kwa boti ndogo za spa 15 fiber. Utavua samaki gani? Sawa? Spa ndo horsepower. Horsepower hiyo, Ndo spa. Tunaita spa 15, yani ndo horsepower 15. Sawa. Utafika wapi? Na mafuta yenyewe tunatumia pale ni lita 5, mtu lita 10. Sawa? Na huku tuliko Matemwe ndo bahari kuu iliko. Kwa hatuvui samaki wala kusema ni biashara. Tunavua samaki ili mradi nipate chochote kitu. Sasa serikali kama itanunua meli za uvuvi, sawa, kupitia sekta hii ya uvuvi,
ni ajira moja kubwa sana katika Zanzibar yetu hii, Sawa. lakini imekosa fursa sekta hii. Kwa hiyo mchangilio wangu kupitia serikali, kama wataangalia sekta ya uvuvi, ni ajira moja kubwa sana kwa wananchi wake. Sijasikia mkitumia neno uchumi wa bluu. Ndio uvuvi wenyewe. Uchumi wa bluu umewaletea ni manufaa? Ndio tuna complain hapa. Wewe unasema uchumi bluu, ndugu mwandishi, lakini unanipa boti ya horsepower 15. Natumia lita ya mafuta lita 10 au lita 5, naenda kuvua wapi? Sawa. Nafika huko juu kuna boti, kuna meli za uvuvi za Wachina. Sawa? Ambazo wanavua. Je, mimi uchumi bluu boti nilopewa ya horsepower 15 na yule kule mvuvi yupi? Sawa. Hilo limefika kama ulivyolisema. Kama tulivyosema, mnapozungumza ndivyo ambavyo yanapokelewa. Basi turidhike kwa tulichofanikiwa kuweza kujadiliana siku ya leo. Ndugu watazamaji, tunashukuru tumeweza kuzungumza na vijana wa hapa Mfurumatonge. Mfurumatonga. Sasa unaona mimi naona njaa inaanza kusema matonge. Mfurumatonga. Sawa sawa. Tumekuwa hapa Matemwe, tumezungumza na vijana, tumewasikia wakizungumza. Fursa zipo nyingi sana, lakini kuna vikwazo vingi vinavyowazuia vijana kuweza kutumia hizo fursa kuweza kuboresha maisha yao, na hivyo vikwazo sio kwamba haviwezi kutatuliwa, vinaweza vikatatuliwa. Mafunzo, maarifa, fani mbalimbali kwa vitendo na kadhalika vinaweza vikafanyika na vijana wakaweza wakasaidiwa. Lakini tumezungumza pia swala la maadili na swala la malezi, swala la elimu na kuelimika, na tumesema kwamba kusoma sio lazima kuelimika, na mtu anaweza akaelimika hata kama hakusoma. Na kuna mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu. Malezi yetu ya watoto sio ya ushirikiano kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Haya yote yamesikika, na yoyote ambaye ameyasikia katika nafasi yake atayazingatia, atatafakari na yataweza kufanyiwa kazi. Turidhike kwa tulichojaliwa kuweza kuzungumza leo. Shukran sana. Assalamu alaikum.